Mpendwa, tunabeba makovu makubwa ya ukosefu wa amani. Ndugu zetu wapendwa, wakubwa na hata watoto wadogo wasio na hatia, wanawake kwa wanaume, wamelala mavumbini. Maumivu na majonzi ni makubwa. Wakati umefika wa kunyanyua bendera ya amani hapa katika mji wetu mzuri wa Mombasa, Kenya nzima, Afrika na ulimwenguni kote. Lakini kumbuka, lazima bendera hiyo ya amani iinuliwe katika moyo wa mtu mmoja mmoja, ndipo amani itakapatikana kote. Usikate tamaa, amani itapatikana. Mimi nachagua amani. Wewe je? Karibu sana katika mikutano ya amani na tumaini mjini Mombasa. Leta marafiki zako. Mungu akubariki. Leo ni siku gani? Leo ni siku gani? Leo ni tarehe ngapi? Leo ni mwezi gani? Ikiwa kuna swali lolote ulishindwa kukumbuka jibu lake, kuna matatizo. Kuna matatizo yanakukumba. Ni haya ambayo alikuwa anayazungumza mzee Njuguna hapa, mchungaji, ya kwamba wakati mwingine tunasongwa na mambo katika maisha, na hivyo hata uzuri wa maisha ukapotea. Badala ya kuona mema ambayo Mungu ametutengenezea, na hivyo tukayafurahia maisha kwa sababu ya hayo mema. Tena niwaambie, ni mengi sana yanayotokea kwa siku moja katika maisha yako. Mengine unaweza ukayaona, mengine unashindwa kuyaona. Kuna wanaomaliza siku nzima hakuna jema hata moja waliloliona. Wengine hata wakamaliza mwezi mzima au mwaka huo umekuwa ni wa machungu tu, hakuna jema lililoonekana. Na hao ukiwaona maisha yao yana fadhaa. Na wakumbusha tena, katika bustani ya Eden ndiko mahali mambo yalipoharibikia. Na hivyo mambo yalipoharibika kwa mwanadamu, akawa hayupo tena kwenye ile sura ya Mungu ya uzuri na amani ambayo Mungu alimuumba kwayo. Machafuko na vurugu katika maisha binafsi yakaingia kwa mwanadamu, na mwanadamu leo anaishi akiwa na kuvurugikiwa. Lakini Bwana asifiwe, ipo formula ya kurejesha tena ile amani ambayo ni amani ya ndani ambayo Mungu ndiye anaitoa. Na tumezungumza hapa ya kwamba njia ya kuipokea hiyo amani ya kweli ni moja peke yake. Nimpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkubali Mungu ya kwamba yeye ndiye Mungu katika maisha yako. Yeye ndiye amani yako. Ndio maana anasema amani nawapa. Ndio maana Lewis jana anasema hakuna kitu kama amani kando ya Mungu. Kwa hivyo mpokee Mungu katika maisha yako. Ndilo jibu la tatizo lililotokea pale katika bustani ya Eden, ambalo mpaka leo linatusumbua. Leo hii ninapenda kuzungumza na yeyote kati yetu ambaye mashaka yanampa taabu. Wasiwasi ni kitu kinachomtawala katika maisha. Siku inapita lakini ni kama siku haikuwepo. Watu na wanadamu wapo, mazingira na chakula na hewa na maji na vitu ambavyo ni baraka ya Bwana ipo, lakini maisha yake yanaonekana kuwa yamejaa machungu, yana mizigo, maisha yaliyolemewa. Na hata anapotembea unaweza ukaona mabega yake, uso wake unaonyesha ya kwamba kuna vurugu inayoendelea ndani ya maisha. Amani haipo, imetoweka, na maisha yanakuwa machungu. Wengine wanafadhaa tele kibao, ni mizigo walioibaba katika maisha yao, yanafanya maisha yasitamanike kuishi. Wengine wanaposema tunafurahia maisha, tunafaraji, yani yeye anashindwa kuelewa huyu ya kwamba hiyo furaha iko wapi, inatokana na nini? Mbona mimi naona maisha yangu sivyo yalivyo? Kwa hivyo hata maisha mazima anayaona ya kwamba ni mzigo. Wengine wanaingia kwenye withdrawal.
Yaani wanakimbia wajifiche kwa sababu fadhaa zimekuwa ni nyingi. Wengine wana withdraw kwenda kwenye bangi, wengine wana withdraw kwenda kwenye mapombe, wengine wana withdraw kuingia kwenye zinaa, wengine wana withdraw hata kutaka kuondoa maisha yao badala ya kukabili. Na wewe Mungu amekuumba ya kwamba hata matatizo yawe mengi kiasi gani, kabili. Si kwa uwezo wako, kwa uwezo wa Mungu aliyesema mimi niko pamoja nawe siku zote, sitakuacha. Kabili. Face it. Don't withdraw. Don't run away. Unapokimbia, Mungu wako siye, una Mungu mwingine. Mungu wako anakuambia simama wima, mimi niko pamoja nawe, nitayanyosha maisha yako, nitatengeneza palipoharibika, palipobomoka nitajenga. Mimi ni Mungu, nitajenga na nitayarejesha maisha yako mahali pake. Just submit. Yaani weka maisha yangu, nikubali ya kwamba mimi niwe Bwana wa maisha yako. I will make it right. Yupo anayejali. Ikiwa unajisikia uko peke yako, wengine wamekukimbia, ni kama wamekuacha, unatafuta wakugeukia, humuoni, unajisikia ukiwa kabisa katika ulimwengu wa watu bilioni 7, katika nyumba yako ya watu 8, pale kazini mahali ambapo kuna watumishi 200, lakini unajisikia uko peke yako, upweke na tupu, maisha yanaelekea kuwa ni magumu. Yupo anayejali. At such a time, yupo anayejali. Wengine wote watakuacha, kwa sababu hufika wakati wanadamu wakaacha mwenzao. Hata mama anaweza kufika wakati fulani akasahau mtoto wake. Kule Marekani nakumbuka mwaka jana, no, the year before that, a young couple walipewa baraka wa watoto. No, alikuwa mtoto mmoja. Sasa wakaenda shopping, wakasema ngoja tumuache mtoto kwenye gari kidogo. Ilikuwa summer time. Wakamwacha mtoto kwenye gari, wakafunga gari kwa sababu mtoto awe salama. Walipoingia shopping, wakasahau wameacha mtoto kwenye gari, na joto ni kali, wakawa wanatafuta vitu, wameacha mtoto. Waliporudi kwenye gari, kwa sababu ya joto kali, mtoto amekuwa baked, amekufa. Wakitafuta vitu, thamani ya mtoto hawakukumbuka. Priorities kwenye maisha wakati mwingine tunaziweka mahali ambapo sipo. Na ukishakosea kuweka priorities mahali pake, maisha yako yatakuwa ya fadhaa, maisha yako yatakuwa ya mahangaiko. Kiache cha kwanza kiwe cha kwanza, cha pili kiwe cha kwanza. Ndio maana Mungu anasema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake kwanza. Hallelujah. Mengine will fall in place. Wengine hilo tunaliweka liwe la mwisho, halafu tunataka maisha yawe ya amani. It can never be. Never be. Kwa hivyo yupo anayejali katika maisha yako. Na huyu anayejali, siku ya Jumamosi tulieleza kisa cha Yakobo. Yakobo aliyeiba mibaraka, akakimbia pale nyumbani ili Esau asije akamuiba. Alipokuwa anaondoka, akawa na ukiwa mkali, akadhani ya kwamba ameachwa. Lakini yupo anayejali. Hata unapotaka kukimbia, yupo anayejali. Hata unapotaka kujiua, yupo anayejali. Hata unapokuwa umechoka kabisa, tabani, uko tayari kukata tamaa, yupo anayejali. Na ana sababu inayomfanya ajali. Kwa hivyo anayejali akamtokea Yakobo, akamwambia, hapa jiwe, juu ya jiwe ulipolala, fahamu ya kwamba mimi niko pamoja, nitakubariki. Utakapokwenda mimi nitakuwa pamoja nawe. Yakobo anaamka anasema, wow, nilikuwa mbele za Mungu ya kwamba Mungu yuko hapa, lakini sikujua. Unapokuwa na maisha ya misery, kumbuka hili, Mungu yuko pale, humuoni. Ofu. Yaani Mungu wako ambaye ndiye tumaini lako, ndiye wokovu wako, ndiye atakaye karabati maisha yako, he is right there. Lakini kwa sababu maisha yamezongwa na matatizo, and umefocus katika matatizo badala ya kufocus kwa Mungu, Mungu humuoni.
humuoni. Hata unapoomba unaomba kama kipofu. Hata unapoambiwa mwamini, unaweza kushangaa kwamba hivi namwaminije yeye nisiyemuona? Yupo. Na hii ni habari njema kwa watu wa Mombasa. God is present with you. Tofauti ni hii, wapo wanaotambua na wapo ambao hawana habari kabisa. Wapo ambao wanatambua Mungu yupo hata kama matatizo yapo, lakini wapo ambao wanasema ya kwamba kwa sababu matatizo yapo Mungu hayupo. Someone cares. Kwa sababu yeye katika mwanzo alimwambia Yakobo, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako. Yupo wakati wote, anaweza kuwa mahali popote ulipo ukitaka. Zipo mahali, papo mahali ambapo ukienda Mungu hawezi kuwepo, kwa sababu mahali kama hapo hataki kuwepo. Lakini ukitaka Bwana awe pamoja nawe mahali popote, yapo mambo ambayo Mungu anakueleza. Wapo wengine wanauliza, je, ninawezaje kumwamini huyu Mungu anayesema mimi niko pamoja nawe siku zote lakini simuoni? Huyu Mungu namwezaje kumwamini? Ayubu ambaye alikuwa rafiki wa Mungu anakupa jibu ambalo ninapenda tulitumie kidogo jioni hii ya leo, na lifuatilie. Njoo karibu sana nami na Roho wa Mungu na azungumze nawe, kwa sababu kuna nguvu katika neno hili linalokuja jioni hii ya leo. Ayubu aliyekuwa rafiki wa Mungu, ambaye Mungu aliruhusu ajaribiwe vikali. Hajajaribiwa mwanadamu kama alivyojaribiwa Ayubu. Ayubu ana mali, Ayubu ana watoto, amani yake ni kubwa tu. Halafu shetani alipokuwa anaelekea mbinguni huko anatembea kuzurura, Mungu anamuuliza, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Kwa sababu ninalipenda hili, Mungu anapenda kubrag about his friends. Yaani akiwa na marafiki wanaomfuata na kumtii, anasema, did you see my child, my son, my daughter? Ninaomba ya kwamba mimi niwe mmoja wa wale ambao Mungu ana brag about me. Wewe je? Omba ya kwamba Mungu awe hivyo, na tutasaidiana ya kwamba inafikiaje. Lakini huyu Ayubu alipojaribiwa, shetani akasema, huyu ni kwa sababu umemzungushia ugo, ndio maana anakutii. Mungu anazungushia ugo watu wake. Habari njema. Kwa hivyo hata kama uko katikati ya matatizo makali kama Ayubu aliyokuwa anayapitia, malaika wa Bwana hufanya vituo wakiwazungukia wamchao na kufanya nini? Na kuwaokoa. God is present, but his holy angels are also present in your situation. Yeye yuko pale, hata kuacha peke yake. Na nitakwambia kwa nini he takes so much interest in you. Kwa hivyo Ayubu huyu aliyekuwa rafiki ya Mungu, ambaye shetani aliambiwa na Mungu, fanya lolote unalotaka, uhai wake usiguse. Ndio maana nasema mshabikie Mungu wako, mshike Mungu wako. Mungu akimchorea shetani mstari hivi, shetani haruki. Na Mungu huwafanya hivyo katika maisha yako. Anaweza akaruhusu shetani pita kidogo, lakini beyond this point, this is my child, usiguse. Na ndivyo Mungu huyu anayejali, ndivyo anavyokujali hata wewe leo. Si Ayubu peke yake, hata wanaomkubali Mungu wao leo, yeye huwachora mistari na kumwambia shetani, don't cross. Huyu ni mwanangu, I care. Kwa hivyo shetani asije akaruhusu amani itoke maishani mwako, kwa sababu God is about protecting your sphere of peace. Yeye atakuhifadhi, yeye atakutunza. Zipo nyakati ataruhusu baadhi ya majaribu ya kupate. That's all right. Wanaomfahamu Mungu hawatatingishikwa. Sasa huyu Ayubu ndiye anayetoa siri moja ili uwe na amani. Anasema mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Jamani, semeni pamoja nami, mjue sana Mungu. Tena mjue sana Mungu. Unatafuta formula nyingine, tunaongezea katika ile ya jana. Mjue sana huyo Mungu. Take time.
sufficient time. Employ your intelligence. Na mruhusu huyo Mungu ajifunue kwako. Yu dhahiri, yu wazi, yupo kwa ajili yako. Mjue sana Bwana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa sababu Mungu wako si wa mabaya, Mungu wako ni Mungu wa mema. Haleluya. Ndivyo uwe amani itakavyokujia. Mjue sana Mungu. Mwingine unauliza, mimi nitamjuaje? Njia moja wapo ni hii, maandiko matakatifu. Kwa sababu neno hili kama tulivyoona jana limevuviwa, ni neno la Mungu. Mungu amejifunua kwa kiasi ya kutosha, si wote, lakini kwa kiasi ya kutosha wewe kumwona na kumwamini vile vile ya kwamba Mungu yupo, ya kwamba yeye ndiye aliyeumba na mimi ni matokeo ya kiumbe chake. Najua ya kwamba katika kipindi kwa kila kweli Mungu anayoitoa, shetani yuko kwenye jitihada za kufanya counterfeit, yaani uongo ulio badala ya kile cha Mungu. Mungu anaposema nimeumba, shetani anakuja anasema hapana, mmeibuka, evolution. Kwa hivyo wewe Geoffrey ni matokeo ya evolutionary processes, zinaelezwa kwa namna yake. Mimi nakataa, mimi niliumbwa na Mungu. Hallelujah. I'm not a product of chance. Kwani ningekuwa mzuri namna hii? Chance ingetoa vioja, lakini design imetoa viumbe wa kupendeza kama wewe. Hallelujah. Kwa hivyo ukijiona kwenye kioo wakisema ya kwamba you evolved, waambie huo ni ujinga. Kitu kama hiki ninachokiona kwenye kioo kamwe hakiwezi kutoka by chance. Kinatokana na designer, master designer. Kwa hivyo leo ndio utamfahamu Mungu katika maandiko, kwa sababu amejifunua mahali pale. Na sitatumia muda wangu mwingi sana leo katika maandiko. Ninapenda niende tena zaidi katika njia nyingine ambayo unaweza ukamfahamu Mungu wako katika asilia. Mara nyingi tunakosa amani kwa sababu tunashindwa kuinteract na asilia, the nature of God. Lakini Mungu alipoweka nature miongoni mwetu, ambayo kwa bahati mbaya leo tunakuwa waharibifu, badala ya kutunza nature tunaharibu nature. Na tunapoharibu nature ni kama sura ya Mungu inafifia, kwa sababu nature reveals God as well. Inamfunua Mungu. Sasa ukikata miti yote, umechoma mkaa yote, mkaa. Mti uliokuwa unatakiwa kuhubiri habari za Mungu hakuna, unaona mkaa. Mkaa utakuokoa lini? Mkaa utaleta amani lini? Kwa hivyo nature ni mahali ambapo leo napenda nipaelekee. Isaya 40 mstari wa 26 anasema, inueni macho yenu juu mkaone. Wapi? Angani. Ni nani aliyeziumba hizo nyota? Hivi zimeshatoka au bado? Angalau tunaona mwezi, kuna mawingu, lakini inua macho yako juu ukaone kule angani. Ni nani aliyeziumba nyota? Nilisoma wakati fulani huyu Napoleon walikuwa kwenye meli na majemadari wake na maaskari, siku moja wana sail kwenda kwenye vita. Alipokuwa akipita akakuta maaskari wake wanajadiliana ya kwamba hakuna Mungu, hakuna Mungu, hakuna Mungu, hakuna Mungu. Akapita mara ya kwanza akasikiliza kimya, hakuna Mungu. Akarudi tena akasikia wanasema hakuna Mungu. Aliporudi mara ya tatu akasimama kidogo akaambia, hakuna Mungu. Akaambia, angalieni juu. Ni nani aliyetengeneza hivi vitu? Hawakuwa na mjibu. Mwisho hata kabla ya mwisho ile safari, waliokuwa wanasema hakuna Mungu, walipoangalia juu na kushindwa kuelewa ya kwamba vimetoka wapi, wakakiri ya kwamba there must be a master designer. Wakakiri yupo Mungu. Inueni macho yenu juu mkaone. Ni nani aliyeziumba? Ni nani aletaye nje jeshi lao kwa hesabu? Kwa sababu ni jeshi kubwa hapo juu, makundi ya nyota kwa makundi ya nyota, aziita zote kwa majina yake. Mengine hatuyafahamu mpaka leo, lakini yeye aliyeziumba, kwa sababu ni yeye aliyeziumba, anasema mtumishi wa Mungu ya kwamba yeye anafahamu hivyo vyote hapo juu ambavyo ni kama mchanga. Vingine hata hatuvioni leo kwa sababu mwanga wake bado unasafiri, haujafika hapa kwetu. Vyote anaviita kwa jina lake. Haleluya.
Yeye ndiye aliyeziumba. Hakuna hata kimoja ambacho anakisahau. Leo tunaweza kusahau ni tarehe ngapi, tunaweza kusahau ni mwezi gani, tunaweza kusahau hata ya kwamba nilizaliwa mwaka gani wakati fulani, lakini yeye hakuna anachokisahau. Yeye ni Mungu muumbaji, na anapoita majina anaonyesha ya kwamba yeye ndiye the owner, kwa ukuu wa uwezo wake, kwa sababu ana uwezo ambao hakuna mwingine aliye nao. Ni hodari kwa nguvu zake. Katika uhodari huo, kama tutakavyoona, hakuumba tu akaacha viendelee. Ameumba halafu anaviendeleza. Amekuumba lakini pia anakuendeleza leo. Mpaka leo mahali ulipo, Mungu ameshikilia uzi wa maisha yako, hajaachia. That's a miracle. That's a miracle. Kwa hivyo anaposhikilia hayo maisha, si muumbaji tu, lakini he's a sustainer of your life. Yaani ni upendo wa namna gani? Yeye akiachia ule uzi, listen to me, akiachia ule uzi wa uhai, hakuna mwingine anayeweza kuushikilia. No one else, not even the devil. Hakuna mwingine anayeweza na hili analifanya kwa watu waaminifu wanaomtii, lakini hata wenye dhambi. Kwa wenye dhambi anatufanyia ili angalau tupate siku chache za kuishi, tusikie anasema nini, tumchague katika maisha yetu. He is that gracious. Anakupenda kwa kiasi hicho, na ili ya kwamba kila asubuhi unapoamka usianze kusahau ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni. Jamani, ninawaomba usisahau. He is the sustainer of your life. Without him you are not, we are not. Halafu ninaamka asubuhi, nakimbia kazini, nimesahau hata kuzungumza na huyu Mungu. Nina shughuli nyingi. Umefanya Mungu wako kuwa kazi. Kazi cannot hold the thread of your life. Mungu ndiye anayekutunza kila siku. Mheshimu asubuhi, mheshimu mchana, mheshimu usiku. Kila sekunde yako unayokuwepo, Mungu. Tambua uwepo wake, tambua ukuu wake katika maisha ya mfanye elewe ya kwamba unamtambua. Ni hodari kwa nguvu zake, anadumisha mpaka leo ulimwengu wetu huu. Hapana moja isiyokuwepo katika hizo nyota zote. Hakuna moja isiyokuwepo mahali pake. Yaani amepatengenezea mahali pake, na pahali pake ndio inapozunguka hazitoki kwenye kozi yake. Just imagine hizo masses za nyota hapo juu, big bodies. Zingine zina ukubwa wa zaidi ya 1000 size ya dunia yetu hii, makubwa. Right on their courses, hakuna kugongana. Ingekuwa ni chance mgongano ungekuwa unatokea mpaka leo, lakini he sustains. Huyu Mungu ni wa kutegemewa. Tunapoangalia katika anga, and I'm fascinated kwa mambo ya anga. Nina DVD karibu 4 ambazo ni za mambo ya anga peke yake, kutokana na darubini ambazo zimetengenezwa sasa. Unaweza kuona hizi heavenly bodies na colors zake na forms zake. Beautiful. Yaani rangi za ajabu. Kila ninapokaa kuangalia zile DVD, yaani ninaburudika mno, kwa sababu I see God in color. I see God in shapes. I see God in these bodies that are suspended in the air and then are moving. Na unaposoma statistics zake, kwa kweli they are staggering. Zinakushangaza. Unaona ukuu mno ambao hauwezi kutokea kwa chance, wala hauwezi kutokea kwa umbile la mwanadamu. Ni Mungu peke yake ambaye atakuwa amefanya hivi. Ndio maana Daudi katika Zaburi anasema, mbingu za uhubiri utukufu wa nani jamani? Utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Mungu aliumba mbingu na nchi. Usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno. Anasema sauti yao haisikilikani, iko kila mahali, is universal. Kwa hivyo anga hili tu lenyewe unapolitazama litakuwa linamfunua Mungu wako kwa namna ya pekee, tena ya hali ya juu. Ni wangapi tunachukua muda kuangalia anga na kutafakari? Just look into the sky. Wakati mwingine ni vizuri
Unapokuwa na tatizo linalokusumbua sana na kuhangaika, go outside, chukua mkeka wako, ikiwa sky ni open, lala kwenye mkeka, anza kuangalia kule anga, anza kutafakari, kwa sababu nyota zitazungumza nawe. Haleluya! Oh yes, nature talks, na unaweza ukaelewa lugha ya nature. Jeshi la mbingu ni kubwa mno, haliwezi kuhesabiwa. Leo hii wanakadiria tu. Ukiangalia the Milky Way, ambazo ndizo kingo za kisiwa chetu hiki cha dunia letu, au our system ya ulimwengu wetu huu, anasema ni hiyo Milky Way ndizo pembeno, ndizo kinga. The Milky Way utaiona ikitokea hapo kwenye anga, nyota ziko kwenye kama mstari mmoja milkish, na nyota ni nyingi, lakini kwenye galaxy yetu hii, hizo ni kingo zake. Nachukua maneno ya huyo astronomer Fritz Kohn katika National Geographic ya Mei 74 ukurasa wa 522. Alisema maneno haya: nyumba yetu katika mifumo ya sayari ni kisulisuli cha nyota. Yaani nyota ziko kwenye kuzunguka kama upepo wa kisulisuli. Hizo nyota ziko bilioni 200 katika hii tu galaxy yetu. Ni kitengo cha majua yanayozunguka angani kama gurudumu la moto linalozunguka. Sikiliza, anasema kila masaa 24 mfumo huu wa nyota unasafiri maili 1.5 huko angani kwa mwendo wa maili 66 kwa saa. Mwanadamu spidi yake hajafikia hapo, lakini Mungu spidi zake zimekuwepo hapo, ya kwamba haya magalaxy bodies yanazunguka masaa 24 kwa maili 1.5 huko angani kwa mwendo wa maili 66,000 kwa saa. What a speed! Najua mahali ulipo bila shaka unapata kizunguzungu. Mambo mengine ya Mungu, they are just too great to imagine, too great to comprehend. Ni makubwa ya kwamba kwenye ubongo wetu huwa sasa hatuwezi. Mungu katika asilia anaonyesha ukuu wake, anajifunua ya kwamba beyond him hakuna mwingine. He is the ultimate. Ng'ambo ya mfumo huu wa nyota, Frieza anasema, unaozunguka tufe letu kila upande, kuna mamilioni ya mifumo ya nyota mingine kama huu tunaouona. Yaani hiki unachokiona kinachozunguka hapa, ambacho ndicho chetu kwenye system hii, anasema sasa wana habari ya kutosha kwa sababu ya madarubini walionayo kueleza ya kwamba there are such millions systems kama galaxy yetu hizi zilizoko beyond our galaxy. Je, huyo Mungu kweli unaweza ukamuona kwenye kifuu ndani? Huyo hawezi kufungiwa kwenye kifuu. Ni mkubwa mno. Hakuna kitu kinachoweza kumcontain. Yeye ni Mungu muumbaji. Kwenye hii Hale reflector iliyoko katika mlima mmoja unaoitwa Polama, hiyo reflector ambayo ni aina ya darubini, ina upana wa inchi 200, inaona mifumo kama hiyo 1,000,000 ndani ya bakuli the Big Dipper. Kuna nyota ambazo ukiziangalia angani zinakuwa kama likijiko, linaitwa, wale mnaosoma habari za nyota AY na kwingine, the Deep Dipper. Lakini ndani ya Big Dipper anasema tunaona mifumo 1,000,000 ndani ya bakuli la hiyo tu constellation tunayoiona sisi. Darubini za nguvu kama the Hubble, leo hii wametoa darubini nyingine ambayo itakuwa na nguvu zaidi kuliko the Hubble, lakini mpaka sasa the Hubble ndio ambayo ni darubini ya anga iliyo na nguvu kuliko zingine zote. Na kwa kutumia hiyo wameona galaxy zenye nyota kati ya 200 mpaka 500 bilioni. Yaani galaxy moja ina nyota kati ya 2,000,000 na 500,000,000. Makubwa ambayo mengine kama nilivyosema yana ukubwa zaidi. Abraham siku moja Mungu anampa ahadi, kwa sababu there is somebody who cares. Tatizo la Abraham ni kwamba hakuwa na mtoto.
Tatizo la Abraham ni kwamba hilo lilimsukasuka kidogo na kukosa amani. Siku moja Mungu anamwambia, tazama nyota angani, je, unaweza kuzihesabu? Bila shaka jibu la Abraham likawa ya kwamba they're just too many to count. I can't keep count, kwa sababu hata vingine ni vidogo sana, sivioni sawa sawa, vimekuwa kama mawingu, vingine ni kama mchanga, siwezi kuvihesabu. Mungu akamwambia Abraham, sasa tazama mbinguni kuzihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Katika kukubariki anasema nitakubariki, haleluya, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani. Mungu yuko kukubariki, Mungu yupo kukuzidishia, Mungu yupo kukusaidia, Mungu wako yupo kukutakia mema na kukuokoa. Usije ukalisahau hili hata katika uzoefu mgumu unaopitia. God cares. He is right there with you. The problem might be you don't recognize ya kwamba yupo. Na hivyo kama unaweza kuhesabu mchanga wa bahari, ndivyo unavyoweza kuhesabu nyota za angani na uumbaji wa Mungu. Daudi akiangalia anasema, nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibia, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Hili ni swali la watu waliojaa genuine reflection. Unapoangalia hii massive creation ya umbo la Mungu, hata usiende kwenye hiyo anga, hili tufe letu tu ni kubwa mno, ni kubwa mno. Mimi nikitembea hapa, ukipanda hapo juu tu kidogo hunioni, ukiniona nakuwa kama kasiafu. I'm so small katika uumbaji wa Mungu, so small, so insignificant. Ndicho anachosema hiki Daudi. Kwa nini Mungu bado unanijali? Mimi ni nani katika huu uumbaji wote mkuu wa Mungu mpaka uniangalie? Kila siku unanipa pumzi, haleluya. Kila siku unanipa maji ya bure. Ameshanitumia bili hata siku moja? Kamwe hajanitumia bili. Kila siku ananipa chakula, ndio maana niko hai. Kila siku viungo vyangu vinaweza kufanya kazi, ninaweza nikatoka nikaingia, ninaweza nikazungumza, ninaweza nikaimba, ninaweza nikafanya kazi. That's by God's power and grace. He is there. He cares. Na kwa nini uniangalie kiasi hicho? So minute thing katika creation ya Mungu. Kwa nini uniangalie kiasi hicho? Nina habari njema. Una thamani mbele za Mungu. Far beyond what you can imagine. Far beyond what you think. Ndio maana nakushukuru Mchungaji Njuguna, unapozungumza na kina mama wajaribu kuona thamani ile ambayo Mungu amewaumba kwayo. Kubwa mno, kubwa mno. Sometimes tunamdisappoint God kwa kujiwekea values ambazo ni far below the value God has placed on us. Sisi ni kilele cha uumbaji wa Mungu, haleluya. Na udogo wetu huu, hili dunia na liwe kubwa litakavyokuwa, majua na yawe makubwa yatakavyokuwa, you are the crown of God's creation. Una thamani hiyo mbele yake. Ndio maana anakujali. Ndio maana hata kuacha kamwe. Wewe ndiye utakayemwacha. Mungu haachi watu aliowaumba. Sisi ndio, kwa sababu alitupa uwezo wa kuchagua, sisi huwa ndio tunachagua kumwacha. Kwa hivyo ni kosa kulia ya kwamba Mungu ameniacha. Akikuacha hutakuwa hai. You cannot be. You can never be. Kwa hivyo ili mradi unaweza kuwa unapumua, unazungumza, hata ukasema Mungu wangu mbona umeniacha, hilo swali ni uongo mtupu. Akikuacha you will never be. Kwa sababu hakuna source nyingine ya maisha. God is the only source of your life and the entire creation. Kwa hivyo rudi tu katika hiyo fahamu. Ndio maana Ayubu anasema, mjue sana Bwana Mungu, mfahamu. Kuna mahali utamtukana, lakini kwa sababu ya ujinga wangu
Kuna mahali nitamsingizia ya kwamba ameniacha, lakini kwa sababu I don't know that God. Kuna wakati hata nitaanza kuhangaika na kufikiria mambo makubwa mengine juu ya maisha yangu, lakini ni kwa sababu I don't know that God. Mjue sana Mungu. Ayubu aliweza kupitia mateso aliyoyapitia kwa sababu alimjua Mungu wake. Ndio maana akafika mahali wakamshauri ya kwamba mkane huyo Bwana Mungu. Akasema, huyu Mungu hata kama anichinje, I will still trust him. Huko ni kumjua Bwana Mungu. There is no peace beyond such peace. Hiyo ni amani ya kweli, na ndio Mungu anayotaka uwe nayo katika maisha yako. Kwa hivyo kwa sababu hiyo anasema katika Mathayo 10 mstari wa 31-30, Yesu anasema, kwa hiyo msiogope, ninyi ni wa thamani kuliko shomoro, ndege wa angani. Haleluya. Na kuna ndege wazuri sana, wazuri mno. I love watching birds. They are beautiful birds. I tell you, beautiful. Lakini Mungu anasema msiogope, ninyi mna thamani kubwa kuliko hao shomoro. Lakini kwa upande wenu hata nywele za vichwa vyenu vimehesabiwa zote. God cares about you. He knows everything about you. There is not a situation you're in halafu ukasema Mungu is ignorant of my situation. Never. He is God. You're a man. You're a human being. Yeye ni Mungu. Nywele, mimi sijawahi hata kudiriki kujaribu kuhesabu nywele zangu. Labda wale ambao zimepunguka kidogo wanaweza wakajaribu. Lakini wengi wetu, none has attempted to begin counting your hair. Yaani ile wazo tu ya kwamba ni hesabu nywele, unachoka, unaacha. Kwa hivyo hakuna anayejua kwamba nina nywele ngapi, lakini hata hizo nyota za angani Mungu anasema zote ninazifahamu kwa majina yake, ambayo hata majina hayo mengine hatuyafahamu. Ayubu anaendelea akisema, tena tazama umbali wa nyota, jinsi zilivyo juu mbali. Distances zake wanapoanza kuzicalculate ni so staggering, so staggering. Katika Kolosai 1 mstari ule wa 17 anasema, naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Huyo Mungu wako, haleluya, amekuwepo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. That's truth that cannot be challenged by anybody. It's an eternal truth. Yeye ni Mungu muumbaji. Yeye ndiye chanzo cha uhai, hakuna uhai kando yake. Kwa hivyo ni katika yeye that vitu vyote vina existence. Bila yeye they cease to be. Mungu kwa kuwepo kwake leo nipo, haleluya. Kwa kuwepo kwake leo ninazungumza. Kwa kuwepo kwako leo nimekula, tena nilikula vizuri sana. Kwa kuwepo kwake leo nilifanya mazoezi asubuhi. Bwana asifiwe. Kwa kuwepo kwake leo ulikwenda kazini. Kwa kuwepo kwako uliendesha biashara. Kwa kuwepo kwake miradi yako unaweza kuimanage na unaendelea. Huyu Mungu mjue sana, ili amani ipate kuweko katika maisha yako. Mjue sana. Dr. Edwin Frost ambaye ni director wa Yaksa Observatory ya anga, katika kitabu Wonders World ukurasa wa 13 anasema, hakuna ushahidi kuwa ulimwengu ni automatic, yani unajiendesha wenyewe, au kuwa una uwezo ndani yake ya kubuni sheria zinazo utawala. Kwa sababu hao wanaosema Mungu hakuumba tumeibuka, inabidi wakabiliane na swali hili. Wanapoangalia systems zilivyo, kuna sheria zinazotawala hizo systems za uumbaji wa Mungu. Sasa wanaulizwa, je, hizo systems zinatoka wapi? Nazo ziliibuka. Lakini daktari huyu anasema ya kwamba hakuna ushahidi kuwa ulimwengu ni automatic, unajiendesha wenyewe, au kuwa una uwezo ndani yake ya kubuni sheria zinazo utawala. Mata haiwezi kuwa na uwezo wa namna hiyo. Ulimwengu si matokeo ya ajali ya mgongano usiokuwa na mpango. Anakataa kata. Mifumo inayozunguka bila utaratibu anakataa. Badala yake anasema ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Haleluya.
Kwa hivyo ndio maana Daudi anasema pia, naye mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga za itangaza kazi ya mikono yake. Wana sayansi leo nao wapo wanaokiri ya kwamba ni kazi ya Mwenyezi Mungu, the master designer. Yeye ndiye ambaye kila kitu amekiumba, kila kitu ndiye anayekisustain, kila kitu yeye ndiye anakihifadhi. Kwa hivyo hata wewe ambaye ni crown wa maisha yake, huyo Mungu anakuangalia. Somebody cares about your life. Na unapojua ya kwamba somebody cares, it makes a difference in life. Haijali ya kwamba ninapitia mahali gani, haijali ya kwamba hali inayonizunguka kwa sasa hivi ya kiuchumi ni nini, haijali ya kwamba hivi hali ya kiafya yangu ni nini sasa hivi, lakini unajua ya kwamba somebody is there who cares. Unamtambua, unamheshimu, unamtafuta, unazungumza naye, you have a relationship ambayo ndio ni by faith, lakini it's real. Ni kama upepo, huoni lakini matokeo yake unayaona. Huyu Mungu hutamuona, lakini matokeo ya kazi yake katika maisha yako kibao, ni mengi mno. Kwa sababu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini, na wewe ni mmoja wa wale ambao Mungu badala ya kusema ili uwe, alishuka kwa viganja vyake mwenyewe, akachukua matope, akatengeneza sanamu, akapumuliza pumzi yake yeye mwenyewe kwenye pua zako, ukawa nafsi haya. Haleluya! Wewe ni crown ya uumbaji wa Mungu. Na angalia, mtu asikudharau. Kataa mtu anapokudharau. Unajua mtu akikudharau wengine tunakubali. Mara nyingi naambia watu, mimi nilipozaliwa kichwa kilikuwa kikubwa, na mpaka sasa ni kikubwa, na walinitesa sana mpaka nikakubali ya kwamba kichwa kikubwa ni kibaya. Kwa hivyo nikawa shy boy, ninajificha. Lakini Bwana asifiwe, siku moja akanirudia, nikakumbuka ya kwamba kumbe kichwa kikubwa is an asset. Nikikupiga nacho utaumia. Baada ya hapo nikawaambia, semeni kichwa kizuri, mkisema ni kibaya mimi narudia ni kizuri. Haleluya! Ndicho Mungu alichonipa. Najivunia kichwa changu. Sikukiumba mimi, Mungu alinipa kichwa changu. Na wewe jinsi ulivyo, unapojitazama kwenye kioo, sema nimeumbwa kwa namna ya ajabu. You are beautiful, you are handsome, you are valuable mbele za Mungu. You are something beyond what you think sometimes. Mheshimu Mungu hata kwa kujithamini wewe mwenyewe. Don't undervalue yourself, ukajifanya ya kwamba kana kwamba ni kioja au ni kitu kisichokuwepo, na hivyo kwa namna hiyo ukaonyesha dharau kwa Mungu aliyekuumba. You mean everything to God and he's present. Yeye yupo, maana yeye alisema ikawa, aliamuru ikafanya nini? Ulimwengu ukasimama. Ameumba dunia kwa uwezo wake. Yeremia anasema ameuthibitisha ulimwengu kwa hekima yake, na kwa ufahamu wake amezitandaza mbingu. Unapomwangalia yule mtoto mdogo anapozaliwa, mama umepitia uchungu mkali ambao wanaume hatufahamu huo uchungu, lakini mtoto yule anapozaliwa katikati ya majonzi na uchungu mkali, lakini anapozaliwa, unapotazama uso wake, faraja kiasi gani. Na kwa yule mtoto mara nyingi cha kwanza unachotafuta kuona ni nini? Semeni tu, akina mama mpo? Akina baba mpo? Mnachotafuta cha kwanza kuona ni nini? Sura ni ya nani? Ya baba au ya? Lakini niwaambie kitu, kuna kitu kikubwa zaidi tunachokikosa. Mungu amekushirikisha tu katika uumbaji. Yule mtoto si wako, ni mtoto wa nani? Wangapi wameangalia wakasema ana sura ya Mungu? Ana sura ya Mungu. Tumekuwa wachoyo kiasi kikubwa. Sura ya kwanza ya kila mtoto ni sura ya Mungu. Ione sura ya Mungu, utamwona Mungu na utapata amani hata katika uchungu ulioupitia, ya kwamba Mungu amepitisha sura yake kwa kiumbe hiki na mimi amenishirikisha. Haleluya! Haleluya! Katika uzuri ule, angalia
Mambo yake yasiyoonekana, anasema Paulo, tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana kwa kufahamika kwa kazi zake, yanafahamika kwa kazi zake. Kwa hivyo Mungu, yapo mambo yake mengi. Ukichukua muda kumeditate, kuchunguza nature na kumeditate on nature, kuna vitu ambavyo Roho wa Mungu atavifunua katika maisha yako kuhusu huyo Mungu ambavyo ulikuwa huvijui, ambavyo huenda havijaandikwa mahali fulani, kwa sababu vipo visivyoonekana tangu mwanzo wa ulimwengu, lakini ukiviangalia vinaonyesha kitu. Unapoona nyayo kama hizo, je, unaweza ukasema ya kwamba hapa hakupita mtu? Na wauliza, unaweza ukasema hapa hakupita mtu? Ukisema hakupita mtu, kuna shida kwenye kichwa chako, kwa sababu mahali penye nyayo yupo aliyopita. Na nataka niwakumbushe leo, katika uumbaji wa Mungu, hizi ni nyayo za Mungu. Mtazame nyuki, kamdudu kadogo, ubongo wake ni kama kichwa cha pini ndogo, lakini nyuki anatengeneza hii kitu, kamduara haka kamoja, ukipewa ukachore na kukatoa, utahangaika sana sana. Sio rahisi kukachora, afadhali mduara. Hii hexagon hii kuitoa ni kazi sana. Mahesabu yake, mnafahamu wataalamu hapa wa mahesabu, mimi si mtaalamu sana wa mahesabu. Mahesabu yake ili kukatoa kale kamoja tu ukachore ni makali, lakini nyuki anafanya hivyo. Nyuki ukiangalia maisha yake, anavyotoka aende mahali, atarudi hapa bila kupotea. Anavyochonga kwenye kichwa chake, ramani yake, visa vyake ukivisoma ni vya ajabu. Hata nyuki anasema yuko Mungu wa mbinguni aliyeniumba mimi. Nyuki, mimi sikuibuka, kwa sababu ningeibuka hili sega la asali lingekuwa halina form, lingekuwa limechanganyika, limeharibika. But there is beauty, there is order, there is form, there is design. Yupo master designer. Kwa hivyo katika asilia utaona nyayo za Mungu, ya kwamba alipita hapa, in fact ya kwamba yuko hapa. Ndio maana Ayubu katika sura ya 12 mstari wa 7 na 9 anasema, lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha. Haleluya. Shida ni kwamba sisi tukiona wanyama, unakimbia, unachukua mshale, unafanya nini? Unavuta. Tandika kila mnyama, tandika, badala ya kuangalia na kuchunguza mnyama huyu kuna kitu atakachonifundisha. Mungu alisema waendee chungu, mdudu mdogo sana pale. Wewe una akili kubwa kuliko chungu, lakini anasema nenda kwa chungu. Ni kwa nini? Pale utamuona Mungu, utamuona muumbaji. Yapo ya Mungu utakayoyasoma pale, yatakuboresha, yatakupatia tumaini. Nataka nikuambie leo, yatakupatia amani vile vile. Na nyuni, ndege wa angani, nao watakuambia mambo. Baharini nenda, watakutangazia. Au nena na nchi, nayo itakufundisha. Nao samaki wa baharini, nao vile vile watakufundisha. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya? Anatoa changamoto Ayubu. Na ikiwa wanyama wanaweza kutengeneza, angalia the beauty of that hummingbird, uzuri wa pekee anapoweka mdomo wake ili kufyonza nectar, rangi zake, ajabu ya kusimama angani akipiga mabawa yake. Huyu ni nyayo, huu ni wayo mwingine. Unasema Mungu aliumba. Nyayo hizo utazikuta kila mahali, jua linapotoka asubuhi au jua linapochomoza. Kila mara nyingi ninapoona jua linachomoza na niko ndani ya gari yangu, ninasimama kidogo kwa sababu it's just staggering, hutaki kupitwa. Na pale ukitazama unasema kweli Mungu aliumba. There is beauty. Hatuwezi kutokea tu chenyewe, ni nyayo za Mungu zipo zimetuzunguka kila mahali. Tumia muda wako na hizi nyayo, utamjua Mungu.
Na unavyomjua Mungu ndivyo amani itakavyokuja katika maisha yako. Haleluya. Ndivyo amani. Kwa hivyo na mimi nimeliona halisi. Ninapenda kufanya bustani. Kwa hivyo maeneo ambayo nilikaa ninaweza kufanya bustani, I used to do that. Na kazi hizi za uongozi wakati mwingine zinakupa headaches. Ukitoka jioni kichwa kimejaa kibao kinataka kupasuka. Wengi unakimbilia Panadol. Wengi tunakimbilia dawa fulani. Lakini nikagundua wakati fulani kwa hali za namna hizo ambazo zina sababu tu za msongo wa kazi, niligundua ya kwamba ukitoka halafu mahindi yamefika hapa, they are very green. Ukipita tu unaangalia, ile hali uliokuwa nayo inaanza kuyeyuka, inapotea. Unashangaa, you spend about half an hour, ukirudi nyumbani kile kichwa kimetulia. Nenda katika asilia. Unapokuta kuna msongo na tatizo katika maisha, bury yourself in God's nature. You will see God there. He will talk to you. Katika uzuri wake, katika utulivu wake alioweka katika asilia, God will communicate with you. Usiondoke ukaenda dance kwenye mangoma, yanakuchafua zaidi. Usiende kwenye pombe. Usiende kwenye pombe, zinakupatia kukupoteza fahamu kwa muda. Ukiamka uko pale pale, nothing has changed, nothing. Nenda mahali Mungu alipo, mtafute Mungu, mjue sana Mungu, mkumbatie sana Mungu. Siku moja nilikuwa nimechoka kabisa. Nikatoka nje ya nyumba kwenye veranda nikakaa. Nimekaa na jaribu kufuta mawazo hayafutiki. Nilikuwa na issue za kikazi, na jaribu kufuta, zimeniganda. Baadaye kwenye railing hapa nikaona kabuibui kadogo sana, kabuibui spider, lakini kana rangi nyeusi na nyeupe, halafu kana manyoya. Nikasogea. Beautiful creature, beautiful. Nilitumia zaidi ya nusu saa tukizungumza na yule buibui. Kana vijicho, kana dance hivi, na mimi ninacheka. Kana dance, umeniona na mimi kana dance, mara kanajificha alafu kanatoka. Nikaenda ndani nikachukua kamera yangu, chukua vipicha kibao. Nilipotoka pale, mambo shwari, kwa sababu nimemwona Mungu kwenye buibui yule. Spend time with God, mjue sana Mungu, kwa sababu Zaburi anasema tena, matendo ya Bwana ni makuu, kazi yake ni heshima na adhama, matendo ya mikono yake ni kweli. Kila unapokwenda ukalichuma lile tunda, muone Mungu katika lile tunda. Litunde uliume, lakini mwambie asante sana Mungu, asante sana Mungu. Muone Mungu katika asilia. Jifunze sifa zake, jifunze uzuri wake, jifunze wema wake, jifunze jinsi anavyotunza mmea ambao hauwezi kujitetea. Tangu unapotoka kwenye udongo, ukue uwe mti mzima mpaka uzae matunda. Ule mti Mungu ameutunza, hauwezi kujitunza wenyewe. You are more important kuliko ule mti. Ikiwa Bwana ameutunza mti, wewe vile vile ukimkubali atakutunza. Hata jilazimisha katika maisha yako. Ni mpaka kama nilivyosema, umchague. Angalia mfumo wa maji. Amini, kuna mambo yake mengi unayoweza kuyaeleza. Hewa ni safi, zawadi ya ajabu. Unajua, ikiwa wangi tunapenda mradi, ikiwa Mungu angefanya mradi wa hewa, kila unapovuta pumzi moja senti tano, alafu umeishi miaka 70, niambie ikiwa una mali ya kulipa hiyo kitu. Mungu anasema bure, you are my child. Halafu bado unataka miracles. Kuna miracle inayozidi hiyo. Mshukuru Mungu daily for the miracles that take place in your life. Sasa niwaambie, tunakosa amani kwa sababu hatuna shukrani. We never take time to count the blessings of God. Mara nyingi ni wepesi wa kuhesabu matatizo. Tumejaza vitabu kibao, very quick, wakati ambapo blessings ndizo nyingi mno kuliko ile tatizo moja lilotokea. Jifunze kumuona na kuiona mibaraka ya Mungu, na kisha kila siku, kila dakika say thank you God,
Yaani amekupatia gari, endesha lile gari, usiangalie ya kwamba ni nani wanakuona ukiendesha. Wewe sema tu thank you God. Thank you God. Amekupatia kazi, thank you God. Amekupatia watoto, thank you God. Amekupatia chakula kila siku, thank you God. Thank you God. Umenipa sura, thank you God. Kila siku wanasema ni mzuri, ni mzuri, thank you God. Na hivyo utaona mabadiliko yanayoingia katika maisha. Kimoja kimoja kinacho disturb maisha yako kikitokea, utasema kitagharikishwa na mazuri ambayo Mungu ananifanyia kila siku. It will be drowned off. Litamezwa hivi, nalo litapita vile vile, kwa sababu Mungu yupo kunibariki. Mungu yupo kuniangalia. Ayubu 12 mstari wa 10 anasema, ambaye nafsi ya kila kilicho hai mkononi mwake. Nafsi ya kila kilicho hai iko mkononi wa Mungu, na pumzi zao wanadamu wote iko kwenye mikono ya Mungu. Run away from this thought ya kwamba Mungu aliniumba, ameniacha ninajiendesha mwenyewe. La hasha. Mungu is involved in every second of your being. Kwa hivyo maisha aliyokupa yafurahie. Hallelujah. Enjoy the life God has given you. How do you enjoy? Count the blessings God bestows on you daily. Count them. Na utaona furaha itakayokujia. Utaona amani inayokujia katika maisha. Utamshukuru Mungu ya kwamba you have given me life, life that is rich, life that is beyond my comprehension. Ya kwamba mimi na maisha haya ni kioja ya kutosha. Ninaweza nikaandika vitabu na vitabu vya mibaraka ambayo Mungu amenipatia, if I take time kuangalia, kuchunguza na kuiona hiyo mibaraka. The problem is, tunakimbia sana na maisha. We never take time to see, never take time to observe, never take time to analyze. Na hivyo vyema vyote Mungu anavyotupitisha kwavyo na kutupatia ni kana kwamba ni makapi tu yamepita hivyo. Badala yake yale ambayo hatuyapendi yakitutokea ndio tunayakimbilia. Sasa niwaeleze kitu cha kumalizia ili tufunge, muda wetu umefika. Ulimwengu hakuumba ukiwa, anaendelea kusema Isaya, hakuumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Kwa hivyo kaa kwenye nchi. Haleluya. Kaa, furahia nchi, tunze nchi, na hakuna mwisho wa miujiza yake. Kila siku miujiza hii ni mingi. Ningekuwa na muda ningewaeleza juu ya samaki hawa salmon ambao ni waajabu sana. Ukiangalia na usome habari zake unamuona Mungu nani mbunifu wa yote haya. Kina nyuki wanaotutengenezea asali, waulize hawa wanyama, na samaki wa baharini. Hata wewe mwenyewe unapojichunguza, nimeumbwa kwa namna ya ajabu mimi. Ndio maana kila wakati nawaambia watu, ili ujue kwamba mimi ni waajabu, nina madaktari bingwa zaidi ya 15 ninapohesabu. Mwili mmoja, madaktari bingwa zaidi ya 15. Daktari bingwa wa pua, daktari bingwa wa mishipa, daktari bingwa wa meno, daktari bingwa wa uzazi, daktari bingwa wa kila kitu. Mwili. Hallelujah. Nimeumbwa kwa namna ya ajabu. See God even right in your own life. Alivyokuumba, alivyokutengeneza. Huwa mara nyingi huwa nafanya vichekesho nikikaa kwenye kioo. Huwa najiuliza, hapa kwenye kioo nasema asante Mungu, uliweka masikio hapo. Hivi usingeyaweka hapo, mimi ningeyaweka wapi? Halafu na hii pua ukaibandika mahali pale. Haleluya. Manake pua ingekuwa kwenye kifua changu ningekuwa kioja. Kweli uongo? Na mdomo nao uweke hapa juu ya kichwa. Ayayayayayay. Nimeumba kwa namna ya ajabu. Ukisimama tu kwenye kioo ukajiona, amani tupo, amani tupo, amani tupo. Bwana asifiwe. We are missing a lot on the goodies of life that God has given. Inasema ni benefits zake alizotupatia. Na hivyo maisha yanakuwa magumu. Mungu never designed, hata katika ulimwengu huu ambao dhambi imefifisha mambo, God never designed misery in your life. He has never wished you misery. Anataka uishi kwa wema, furaha na amani. Mjue sana huyo Mungu. Mtafute sana huyo Mungu. Tambua mibaraka yake
Mshukuru huyo Mungu kwa mibaraka anayokupatia kila siku, ambayo ni zaidi ya chakula pale mezani, chakula na variety zake. Ningezungumzia hicho, lakini ni maajabu makubwa Mungu anayokufanyia wewe na mimi katika maisha yako. Kwa hivyo Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Wangapi wanakiri ya kwamba hakuna neno gumu linalomshinda Mungu wa mbinguni? Ikiwa aliumba mbingu na nchi kama zilivyo, mambo ambayo hatuwezi kuyaelewa, kuna neno gani lililo gumu katika maisha yako asiloliweza? Tatizo basi liko wapi? Mimi, wewe, usimlaumu Mungu. Usimlaumu Mungu kabisa, si haki. Ni uonevu, ni kushuhudia uongo, ni kutomfahamu huyo Mungu. Ndio maana Zaburi yeye anasema, na ahimidiwe Bwana. Haleluya. Wanaomjua Bwana wanamhimidi Bwana siku zote. Siku kwa siku hutuchukulia mizigo yetu. Hebu mmoja na aseme haleluya. Siku hata siku Mungu anatuchukulia mizigo yetu. Kuna mingine hata hatuifahamu, lakini tungefunguliwa macho tuone ni mizigo mizito aliyoibeba. Mshukuru Mungu kwa wema wake. Mshukuru kwa fadhili zake. Upendo wake hauna kifani. You are because he is. Praise him. Kwa mambo ya kutisha anasema Daudi, utatujibu. Wangapi wamejibiwa mambo magumu? Bwana asifiwe. Mna ushahidi katika maisha ya kwamba yeye ndiye Mungu. Mjue sana huyo Mungu. Kwa mambo ya kutisha utatujibu. Katika haki, Mungu wa wokovu wetu, wewe uliyetumaini miisho yote ya dunia. Ndio maana Zaburi baada ya kutoa sifa hizi kwa Mungu anasema, umtwike Bwana mzigo wako. I don't care ni mzigo mkubwa kiasi gani, jifunze kumtwika Bwana mzigo wako. Ataubeba, atakutegemeza. Sikiliza anachosema sasa, na hapa ndipo mahali penye matatizo. Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Sasa niwaambie tatizo lilipo. Japokuwa Mungu anamtakia mwanadamu mema na anamfanyia mambo mema, kuna wengi tunaomba wakati mwingine na hatujibiwi, na tunaona kama kwamba Mungu hatusikii. Tatizo liko hapa. Mungu anaposema mambo yake hatutaki kusikia, lakini tunapokuwa na yetu yanayotuwasha tunataka asikie. Ndipo tatizo tulipo. Na hapo nitakuwa nimemaliza. Yaani nikiugua nitampatia Mungu shida kiasi kikubwa sana. Lakini akisema mwanangu simama katika uaminifu, sitaki kusikia. Fuata maagizo yangu, sitaki kusikia. Ishi katika unyofu wa maisha, sitaki kusikia. Lakini nikipata tatizo, Mungu uko wapi? Hata wakati mwingine tukiomba hapa kwenye mimbara, tunashauti kwa Mungu kana kwamba tunamwamrisha Mungu. Mungu, Mungu. Let God be God. God is not your slave. Usijiinue kuliko Mungu. Mwache Mungu awe Mungu. Ndio maana napenda wimbo ule mama mmoja zamani aliimba, how do you treat God? Like a God or like a dog? Kuna nyakati tunamtreat Mungu kama mbwa, tunamwagiza fanya hili, fanya lile, fanya lile, halafu unatarajia Mungu asikie. Mwache Mungu awe Mungu. Na ikiwa ni Mungu, yeye na atangulie umfuate. Sio wewe utangulie na yeye akufuate. Let God be God in your life. Halafu uone kama huyo Mungu atakuacha. Daudi anasema he has never seen such. Mkimtika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Haleluya. Anajishughulisha. Kwa hivyo umtumainie, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Hereby lays the secret. Usitake tu mema kutoka kwa Bwana. Usitake tu abebe mizigo yako. Usitake tu asikie sala zako. Mwambie ya kwamba wewe zungumza kwanza, mimi nitasikia Bwana. Ili na mimi hapo kesho nitakapozungumza na wewe Mungu wangu unisikie.
Huo ndio uhusiano Mungu anaotaka kati yako wewe na mimi. Uko kwenye viganja vyake, hajakutupa, hata kutupa. Wewe ndiye utajirusha kutoka kwenye viganja vyake, lakini hata ukijirusha atakuja akikutafuta. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Kwa kuwa mimi, anasema, sina kigeugeu. Nilichosema ya kwamba ninakupenda, nilichosema ya kwamba nitakuhifadhi, nilichosema ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe siku zako zote, mimi sina kigeugeu, Mungu anasema. Kwa hivyo huyu Mungu ni pendo, na hili ni wazo kubwa sana la kusema mtumainieni Bwana, mtegemeeni yeye. Ndio maana Mungu anasema amelaaniwa amtumainiaye mwanadamu, ana heri yule ambaye tumaini lake ameliweka kwa nani? Kwa Mungu. Maana Mungu anawaeleza tena, na namalizie kwa hili: naam, nimewapenda na upendo wa milele. Nimewapenda na upendo wa nini? Wa milele. Kwa hivyo ninaomba, wasiliana na huyu Mungu, mtafute huyu Mungu. Leo nimeamua kumaliza kwa kutoa mwito. Kuna wengine mnahangaika, huenda unasema ninapenda kuwasiliana na huyu Mungu, but I really don't know how. Kwa sababu ukweli wa Biblia ni huu: you have direct access to God. Mbona sijasikia mkisema hallelujah? You have direct access to God. Sio lazima upitie kwa mchungaji Mbwana, sio lazima uchungie kwa mchungaji Marwa wala Pastor Njuguna, sio lazima upitie kwa askofu, kwa padri au kwa sheikh. You have direct access to God. Ndio maana wanafunzi siku moja wakamwambia Yesu, tufundishe kuomba. Usiku huu nauliza, kuna aliye na ombi moyoni mwake, Mungu wangu nifundishe kuomba? Kwa sababu if you have that desire tonight, karibu hapa mbele na maneno machache ya kukuambia. Tembea tu, nyanyuka kwenye kiti, njoo hapa mbele, mwambie Mungu leo, kama wanafunzi walivyouliza ya kwamba tunahitaji kutufundishe kuomba. I have my situations in my life. Teach me how to pray, Lord. Teach me how to pray. Nina siri chache ninazotaka nikupatie. Kwa hivyo ikiwa ni ombi ulilo nalo moyoni mwako, a desire of your heart, ya kwamba huyu Mungu ambaye ananiambia I have direct access to him, ninahitaji unionyeshe namna ya kuwa na direct access na huyu Mungu, basi ikiwa ni hamu ya moyo wako, njoo hapa mbele leo. Nina kitu cha kukupatia, nina zawadi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, ili kisiwepo chochote kinachokusumbua, uwe na direct contact na Mungu wako. Bwana asifiwe. Na huo mbaraka utakapoupata leo, ikiwa mwingine hujawahi kuutumia, anza kuutumia leo, uone miujiza Mungu atakayokufanyia, amani atakayoileta katika maisha yake, kwa sababu anangoja saa kama hizi anapokuita na kusema, mwanangu, get in touch with me, let's be connected. Na ukiconnect right, God is right there for you. Atakusikia, atakujibu, atakutendea, na kwa namna hiyo utamuona mkono wake. Wanapokuja wengine, tupate fungu moja, halafu nitasema machache na kisha tutaomba ili tufunge.
Bwana asifiwe. Wimbo wa namna gani? Bwana atukuzwe. Msalipo msiwe kama wanafiki. Usimwendee Mungu kwa unafiki, mwendee kwa kweli ya moyoni. Wakati unaposali, weka mawazo yako kwa Mungu usiyemwona lakini yupo. Usimwendee kama unavyoendea vinyago, wala usimwendee kama unavyoendelea mwanadamu, kwa sababu yeye hasomi nje, anasoma ndani ya moyo wako. Na unapomwendea, usimfiche kilichoko maishani mwako na ndani ya moyo wako. Mungu anathamini sana walio wazi na yeye. Those who lay their hearts bare in privacy. Amen. Bare. Kwa sababu hata hivyo wanasema hawa watu, ni nini ambacho nitakificha usichojua moyoni mwangu? So huji na unafiki, unakuja kwake kwenye sala na uwazi wa moyoni. Alafu anasema msipayuke payuke. Ombi, sala si maonyesho kamwe. Ombi likifanywa kama onyesho ni chukizo mbele za Mungu. Ombi ni communication kati yako na Mungu wako. Full stop. You and your God. Ndio maana linahitaji put your mind on your God. Think about your God. Na huyu Mungu, you cannot think right about him ikiwa humfahamu. Ndio maana mjue sana Mungu. Maombi bila kusoma neno lake ukamfahamu huyo Mungu, hata kumimagine katika kichwa utakuwa na very hard time. Amejifunua katika neno lake. You can see him by faith and you can communicate him by faith. Kwa hivyo usipayuke payuke. Talk your heart out. Zungumza na Mungu kilichoko moyoni mwako. Na maneno yako, you don't have to be diplomatic. Usimpambe Mungu. The truth of the matter ni hii, kabla hujaomba anafahamu. Mwingine anauliza, kwa nini basi niombe? Unapoomba una express your desire ya kwamba ninakutambua wewe ndiye Mungu, katika hiki nilicho nacho wewe ndiye. You can. A prayer is an acknowledgement of God's lordship in your life. Kwa hivyo usipayuke payuke, wala usitafute kwenye dictionary maneno ya kusema. Yale maneno unayoitumia na rafiki wako wa kawaida, kwa baba yako mzazi unayemheshimu, those are the same words. You don't have to be taught words to pray. You pray your heart to God. Na yeye anasikia. Anaelewa lugha yoyote iliyo ya dhati ya moyoni. Na hivyo utakapoanza kuomba, aliwafundisha wanafunzi wake akasema hivi: kwanza, ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango. Sio lazima uombe ukiwa umejifungia chumbani. Mimi mara nyingi naomba nikiwa naendesha gari. Ukifunga macho umeharibikiwa. Lakini I go into the privacy of my brains, pale na Mungu. Nisi allow distractions zikanitoa. Kuna wakati mwingine mtu anaomba lakini anafikiria chapati. Anaomba lakini anafikiria kesho nikienda kazini nitanita. Lakini maneno mdomoni yanatoka kama nini? Huo ni unafiki. That's not a prayer. It never goes beyond your head. Hiyo si heshima kwa Mungu wa mbinguni. Unayemheshimu, you attend to him. You give him all your attention. Unamwambia, this is your time. I will not trade it with anything else. Mungu anasema ananiheshimu huyu. I need to attend to my child as well. Ninabidi na mimi nimpatie muda wangu.
Mungu anasema. So go into the privacy of your being. Close out distractions zote zinazokuja katika maisha. Stay with your God. Katika hali hiyo ukishaingia, sasa ndipo anasema, sema Baba yetu uliye mbinguni. Kiri ya kwamba unayemuomba si miungu, unayemuomba sio mfu, unayemuomba yu hai na yuko mbinguni. Kiri ya kwamba yeye ndiye Mungu and there's nobody else. Kwa hivyo kwa wakati huo unapoomba, huna Mungu mwingine. Usije ukasema Baba uliye mbinguni wakati unategemea wachawi, wakati kuna miungu mingine unayoitegemea. You are not praying to God at that particular time. You are not. Ikiwa ni kwa Mungu, it's him you will attend to. It's him who will fill your mind. It's him who will be part of you at that particular time. Nothing else seems to absorb you. Him and him alone at that particular. Baba yetu yangu uliye mbinguni. You are the Lord. You are my God. There is no other God. Halafu usikimbie kuweka mahitaji yako. Jina lako takatifu litukuzwe. Praise him. You cannot praise him unless you have experienced him. Kwa hiyo fikiria nyakati ambazo umeuona mkono wa Mungu ukasema this is God. Isingekuwa ni Mungu, hiki kisingetokea. Isingekuwa ni Mungu, hii kazi nisingeipata. Isingekuwa ni Mungu, I would not have left kile kitanda kwenye ule ugonjwa. Isingekuwa ni Mungu, nisingeshinda ile mitihani. Remember the goodness of the Lord, then say praises to God. Tumia lugha yako ya kumpraise Mungu, si kwa unafiki, ni kwa kweli inayotoka moyo. Narudia tena, Mungu katika maombi anasoma moyo wako. Lay bare. Tune yourself before God. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa mara nyingi ukiwa kwenye shida, unakimbiza shida zako kwanza. Ndilo lile tatizo nilokuambia. Mungu akisema hatutaki kusikia, lakini yetu tukisema tunataka asikie saa hiyo hiyo. Yake ameyasema milele na milele, miaka mingi, we don't want to listen. Lakini la kwetu on the spur of the moment, it's not right. It's just not right. Hata wewe ukifanyiwa hivyo hutafurahi. Yaani mke wako umemfanyia mambo mengi miaka mingi, lakini sasa hivi kuna tatizo limetokea, na nakwambia sasa hivi usiponifanyia I divorce you, hata wewe utakasirika. Miaka yote hii nimefanya mema, you can't see. Hili moja limetokea, you're putting to task, mpaka hata relationship iwe kwenye shida. It's just not right. Si sahihi. Tusimtreat Mungu kama hivyo. That's not love, that's not respect. Kwa hivyo anasema kinachofuatia, mwambie ufalme wako uje in my life. Utafuteni kwanza ufalme Mungu na haki yake. Let those other things follow. Unapomtafuta Mungu kwanza kwa dhati ya moyoni, God will do far beyond what you think. He will. He will. Kwa hivyo utafuta ufalme wake. Siku utafuta tu katika ombi. Search the scriptures. Tafuta ya kwamba mapenzi ya Mungu katika maisha yangu ni nini. Search. Na kila unapofahamu Mungu anataka hiki katika maisha yangu, mwambie ni radhi, nisaidie. I'm willing. Help me. Show me how. I will follow you, Lord. Utafute ufalme wake. Uwe na mkao wa kukubali kumtii Mungu. Usimwendee Mungu ukamwomba lakini una ukaidi moyoni mwako. How do you expect him to respond? Anasoma moyoni ukaidi tu, ukaidi wa kumkataa Mungu katika maagizo yako. Lakini wewe ukitoa maagizo yako unataka akusikie. He will never. He will never. Kwa hivyo ingia kutafuta, na ndio maana katika sehemu inayofuatia anasema unasema mapenzi yako yatimizwe. Hili ningeweza kulifundisha kwa muda mrefu sana. Mara nyingi tunatafuta mapenzi yetu, lakini wakati mwingine mapenzi yetu ni wembe. Kuna usemi wa Kiswahili, mtoto akililia wembe, Mungu akikupa huo wembe. Jifunze kumwambia Mungu mapenzi yako yatimize. Kwa nini? You are God, I'm human. You know better. Kuna njia ionekayo njema machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake is death.
na Mungu anaweza kuona kile unachokiomba wakati huo mwisho wake ni death. Jifunze kabisa kutokumwamrisha Mungu. Mweleze shida yako, ukimweleza mweleze, lakini mwambie mapenzi yako yafanye nini. Hilo, hapo ndio mahali pagumu. Mtu akiwa mgonjwa, ukienda kumwombea, unamwambia, unaomba, halafu unamwambia Bwana mapenzi yako yatimize, yule mtu anakata tamaa, anasema mimi nataka uombe tu nipone. Jifunze, Mungu haamrishwi. Akiamrishwa si Mungu tena. He is God. Learn to plead with God. Learn to request God. Usimlazimishe Mungu. You're his child. Nimesema tangu mwanzo, si mimi, ni neno la Mungu. He cares for you. He is there for you. He will allow but good to happen to you. Trust him. Usiwe na mashaka. Trust him. If you can trust your father, trust the God of your father. Yeye atafanya kilicho chema hata kama si kile unachokiona. Na ukishafanya hivyo, sema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani na huko mbinguni, kwenye maisha yangu na huko mbinguni. Ndipo ukimbie sasa, nipe riziki yangu, nina tatizo hili, nisikie Bwana, nina kilio hiki, nina mzigo huu, na uleta kwako, naomba uniondolee mzigo. Hilo lije baadaye. Lakini mara nyingi kwenye maombi tunakimbia kwenye our needs. Is selfish prayer. Halafu kingine anachosema, tuwe radhi na kuwa na mahusiano mema na wengine. Utusamehe madeni yetu, utusamehe dhambi zetu kama na sisi tunavyowasamehe wengine. Maombi yetu mengine hayasikiwi kwa sababu we are not right with my neighbor. I'm not right with my wife. I'm not right with my children. I'm not right with my husband. Lakini nageuka kwa Mungu. Eti Mungu anisamehe mimi. Mungu anisamehe. Mungu anisaidie mimi. Na Mungu anasema, what about your neighbor? Vipi huyu Mungu wako, huyu ndugu yako, huyu, how can I forgive you wakati yule uliye karibu naye, who is my creature as well, you don't seem to attend to, you don't seem to care about. Kwa hivyo hilo nalo Mungu analiingiza katika sala, anasema please hakikisha ya kwamba unajali aliye katika sako ya maisha yako, mwanadamu mwingine. Mwambie Mungu akuokoe na majaribu. Mwambie Mungu akusaidie katika maisha yako, akupatie maisha ya ushindi, umshinde yule mwovu. Don't make it too long. Get to the point. Don't be repetitious. Zungumza na Mungu wako to the point. Pour your heart to God. Tumia maneno yako. Tutakuwa tayari kuwafundisha zaidi wale ambao mnahitaji msaada zaidi wa maombi katika darasa letu la ubatizo. Kwa hivyo wale ambao mnahitaji mafundisho zaidi on how to pray, come to our class. We are there for you. Remember, I'm saying it again. You have direct access to God. Nitawaambia kitu, ikiwa mnanipiga mawe, mnipige mawe. Sisi wachungaji wakati mwingine na viongozi wa dini tumefanya makosa. Tumewafundisha kwamba ni mpaka uje kwa mchungaji uombewe ndipo Mungu atasikia. That's not the teaching of the Bible. Na yeyote anayefanya hivyo anataka kuwafanya kuwa watumwa. Let nothing and nobody come between you and your God. Amen. Alipokuumba hakumconsult Geoffrey Mbwana. Alipokuumba hakumconsult Sheikh. Alipokuumba hakumconsult padri. Alipokuumba ni yeye aliamua kukuumba. You have that direct access. Baada ya kusema hilo, niwaambie vile vile ya kwamba tunatengeneza mashirikisho ya kuombeana. Kuna kitu tunaita intercessory prayer. You pray on behalf of the other. Nyakati hizo unaweza kuja tukae tuombe. Lakini usije kwangu ukiamini ya kwamba wewe ukiomba Mungu hasikii. No. Umemshusha Mungu wako. Kwa nini asikusikie? He cares for you. He is there for you. Anangoja kwa hamu mtoto wangu nizungumze naye. Halafu unamwambia ngoja niende kwa Bwana, yeye ndiye azungumze na wewe. Talk to God. He is that beautiful and so loving to you. Give him that time. Na utakapojifunza kuomba utagundua ya kwamba it's lovely to talk with God. Usipozungumza hiyo siku utajua I never talked with God. Siku ni siku ambayo hukuzungumza na mpenzi wako. Utajua tu.
May God teach you how to pray. Amen. May He make you to be prayer warriors. Amen. And I pray that each one of you will have that direct access and see the hand of God act in your life. Amen. Commit your ways to Him, and He will make you to succeed. He will bring peace into your life. You will never be the same. Kesho, andika mambo ambayo umeamua kufanya mabadiliko katika maisha. Andika hayo mambo mbele za Mungu, sio mbele zangu. Andika. Kesho tutakuwa na maombi maalum hapa. We will dedicate our decisions thus far to God. Do not fail. Tuombe. Mungu wa mbinguni, kila jioni tumesimama mbele zako kwa sababu it's just beautiful. Inapendeza kusimama mbele zako. Inatufariji, inatupa tumaini, inatu encourage, inatupa ushwari katika maisha. Na tunaposimama mbele zako hatuna woga. Tunaposimama mbele zako tumejaa tumaini. Tunaposimama mbele zako tuko anxious. Tunahitaji kuconnect nawe. Na wewe maadamu unapatikana, uliahidi utatusikia. Kwa hivyo tunakuja tukilisifu na kulitukuza jina lako. Kwa kusimama hivi tunakiri hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ukuu wako hata hatuwezi kueleza. Leo hii tumetapatapa, tuna kitu kimoja hapo angani. Hapo angani tumefilisika. Huo ukuu wako hapa juu hatuwezi kueleza. Hakuna Mungu kama wewe. You are too great and mighty a God. Na hivyo tunaunganika na Zaburi na kusema sisi ni nani mpaka ukatujali katika uumbaji wako mkuu. Umetupenda kwa namna ya ajabu mno. Tusamehe tunaposhindwa kufahamu upendo wako. Lakini tusaidie uzidi kutufunulia, tukufahamu. Tufahamu na huo upendo, mapana yake na kina chake, ili tuweze kukuappreciate right, tuweze kukutukuza right, tuweze kukusifu kutoka moyoni kwa sababu ya kile ambacho tumeonja tukaona katika maisha yetu kuhusu wewe. Na hivyo sasa tunakuja, tunaomba utupokee. Mahali tunaposhindwa, tuliposhindwa utusamehe. Lakini sasa hivi, kwa sababu wewe ni Mungu mwingi wa rehema, Mungu unayetutakia mema, naomba katika kusanyiko hili na wengine ambao wapo wanatusikiliza katika vyombo vya habari, ninaomba ya kwamba utushike kila mmoja mkono. Nishike, mshike, tembea pamoja nasi. Na unapotembea pamoja nasi, zungumza nasi. Ukizungumza, nipatie roho ya utii. Tupatie roho ya kupenda kukutii. Niondolee ukaidi, niondolee kiburi. Ninapoisikia sauti yako, niseme ndio Bwana, ni furaha kuyafanya mapenzi yako. Ili hata sisi tutakapokuwa tukizungumza nawe, maombi yetu yapate kibali machoni pako. Tutoe mahali hapa usiku huu wa leo tena na mwangwi wa neno hili. Sindikiza ujumbe huu, kazame katika mioyo yetu. Ondoa mashaka na maswali yasiyo na sababu katika maisha yako. Tukupokee in wholeness. Uwe Mungu pekee utakaye nitawala na kumtawala ndugu yangu hapa leo, kesho na hata milele. Na amani yako na iwe juu ya kila mmoja tena usiku huu wa leo. Maana twaomba kwa jina lake Yesu Kristo.